Trigwen Media, burudani kwa wote. So tupo live ndani ya Mosa Stadium, uwanja ambao unapatikana magharibi mwa kambi ya wakimbizi wa Nyarugusu, tukiwa Kigoma, ukanda maziwa makuu, lakini pia wilaya ya Kasulu, tukiwa kwenye kata nzima ya Makere, kambi ya wakimbizi iliyojaliwa vipaji. Na hapa tupo na viongozi wa Pesa Cup, moja kati ya viongozi kile ambacho tunakiita Pesa Cup. Awamu ya kwanza tayari walitamatisha, na hii hapa ni awamu ya pili. Mechi ya kirafiki C1 dhidi ya Hashitwa Police, ikiwa dhidi ya Hashitwa Police, ikiwa na mgawanyiko wa vijiji viwili. Tutapiga story na hawa viongozi. Kaka, habari? Kwa majina unaitwa nani na unahusika kwenye Pesa Cup kama nani? Kwa majina ni Shabani Farid. Okay. Ni kiongozi mkuu wa maandalizi ya Pesa. Yani ni kwamba ligi ya kwanza ilitamatika kwa mshindi kuwa timu ya S ya kwanza ilivyomnyuka kwenye fainali ile dhidi ya timu ya US Sport. Unahisi labda maandalizi haya mmeandaa kivipi kwa ajili ya kuhakikisha mnajikita vizuri kwenye msimu wa pili? Ndio, maandalizi tunaandaa vizuri, tunaandaa kwa sababu kwa maana leo tunafanya wiki ya kwanza hapa, tunaandaa vizuri, tunajua maandalizi ya pili tunaandaa tena. Yes, ni kwamba kwenye ligi ya kwanza ile ya Pesa awamu ya kwanza ilifanyika mechi zote kwenye uwanja huu, lakini kutakuwa na tofauti kwenye ligi hii ya awamu ya pili. Uwanja ni mmoja. Ya changamoto ambazo labda mlikutana nazo kwenye maandalizi ya ligi ya kwanza, maana ilikuwa ni ligi ya kwanza mnaandaa, zilikuwa ni zipi? Changamoto nyingi, ila kwa sasa tunaona ni kawaida, kwa maana kila timu lazima iwe. Kwa maana kuna changamoto ambazo zinatokea kwa upande wa mtu anakuambia referee huwa haipo vizuri, na pale sivili anafanya makosa, sivyo anafanya hivi, na kuna baadhi kweli mechi moja ambapo tumelost, alafu kuna timu fulani ya DC iliamua ikambana referee. Kuna mchezaji ambaye aliamua kama kumshika kwenye mguu, lakini mchezaji tunamfungia na ndio kuleta usalama hadi kuisha. Yes, ligi hizi zinakuwa zina mwenendo wa aina gani? Mna ulinzi ambao labda unasitisha zile vurugu ambazo zinaweza zikajitokeza kwenye timu moja na timu nyingine? Ndio, ulinzi wetu hapa ni sheria zetu. Sasa inapotokea labda timu moja imekosea sheria, huwa mnachukua adhimio gani? Kwa sababu ni moja kati ya matukio ambayo tunakuwa tunashuhudia hapa nyumbani, lakini pia ambayo ni ukimi zaidi kwenye soka la hapa nyumbani, si tu Pesa Cup, lakini pia hata shirikisho la soka ambalo linaulinda mpira wa Nyarugusu. Ndio, kuhusiana na usalama, upande wa usalama, najua timu ikishavunja tu sheria moja kwa moja tunaifuta kumrudia. Okay. Mnaifuta moja kwa moja. Yes, kwenye ligi ya kwanza kuna timu ambayo labda mlibahatika kuifuta baada ya kufanya ndivyo sivyo? Kwenye ligi ya kwanza na kama tunafuta, kwa maana kuna changamoto moja ambayo kwa sababu ndio nimekwambia, lakini mambo yanaenda salama mpaka tulipomaliza ligi salama. Yes, mambo gani ambayo labda tunatarajia yatakuwa ni ya tofauti ukizingatia mambo ambayo hayapokuwa kwenye ligi ya Pesa ya kwanza? Maana lazima marekebisho yawepo kulingana na changamoto ambazo muliishi kwenye ligi ya kwanza. Ndio, kuhusiana na marekebisho kweli, kwa maana ligi ya kwanza kwa tulikuwa tunatumia ila kwa sasa hivi tunaona sana kwa hiyo wanne tutabidi kuongeza na referee wengine wanne ili wawe na referee wanne. Alafu tena kuhusiana na dau ligi ya kwanza, ndio mshindi wa kwanza alikuwa na 3, lakini kwa sasa tumeongeza kumweka mshindi wa kwanza na ndio kwa mabadiliko tena hapo mbele tutajua jinsi gani ya kufanya. Usema sasa hivi ni marefari wanane ambao watakuwa na jukumu la kuiendesha ligi. Mnafanyaje kwenye kuweza kubadilisha, aidha kuwapanga hao marefari wanaosimamia michezo ya Pesa awamu ya pili, aidha awamu ya kwanza utaratibu ulikuwa ni upi? Ndio, kwa kuwapanga wenyewe wao wana msimamizi wao, na yeye mwenyewe ndio anajua kufanya hii mechi atakuwa fulani, ila kwa sisi kwa umoja kusema kama tupange marefari hapo tunawachia wenyewe wanajipanga. Yes, lakini pia Pesa ni mtu wa aina gani, na kwa nini labda mulipewa uongozi wa kusimamia ligi hizi za
Pesa Cup, mtu ambaye ana hela zake, lakini sio mtu mwenye moyo ambao ni wa shetani zaidi. Pesa cha kwanza ambacho naweza kusema, Pesa ni mtu ambaye anafanya maendeleo katika kambi yetu ya Nyarugusu, na tunafanya hivyo yote hapa kwa sababu ya kukuza vipaji vya watu wa vijana. Maana vijana wengi hapa wanashindwa kucheza kutokana na nini, na utakuta wanaweza kaja kwenye mazoezi, lakini timu yenyewe wakikuta kuna wachezaji ambao ni wakuu, wana vipaji vikubwa kuliko yeye, atashindwa kucheza mpira. Lakini kupitia ligi hizi kuna wengine wanacheza hata kama alikuwa ameshakuwa na miaka hachezi mpira, lakini anajitokeza anacheza, akijiona yuko sawa anaweza kama nafasi labda ya kupewa uongozi kwenye ligi hizi za pesa mulipataje? Nafasi ya kupewa uongozi, sisi ni watu wa gari ya mshahara na sisi ndio wasimamizi wa ligi hii. Sisi ndio wasimamizi wa ligi hii, tumepewa wasimamizi kutokana na kundi letu la gari ya mshahara. Ukisema kundi la gari la mshahara, viongozi wetu wa gari ya mshahara kuna Pesa pamoja na Rekwamo, hao ndio viongozi wa kundi letu. Yes, hilo kundi la gari la mshahara, Pesa ni nani labda kwenye kundi? Pesa ni kiongozi makamu kwenye kundi letu. Na wanapoendesha miradi ni kwamba nyie gari la mshahara mnabeba mshahara gani labda ambao nyie mkiwa mnamaanisha mkisema kundi la gari la mshahara? Gari la mshahara ni kundi ambao linafanya vitu vingi, sio kwamba kuna shoka hata kwenye tamasha mbalimbali na sehemu nyingi waga tunaalikwa kwa wageni rasmi kwenda kutoa mazawadi mbalimbali, hata kwenye vijiji tunasaidia watu. Kwa hiyo ndio maana ya kundi letu la gari la mshahara. Tunafanya vitu vingi tu mbalimbali, sio kwamba kwa niaba ya soka tu. Yes, kwenye uendeshaji labda wa hizi ligi kuna changamoto zozote kutoka kwenye uongozi ambazo labda nyie mlikutana nazo kwenye ligi ya awamu ya kwanza? Changamoto kwa Barcelona unajua sisi kwanza hapo. Kwa hiyo tulipofika U1 kufika kwenye final, watu wengi walitamani kwamba tulikuwa tunaendelea na sisi ndio tumefikisha U1 pale, ila sisi hatuko hapo kwa kuendelea. Tuko hapo kwa sababu wa nguvu zake aende atachukua basi. Yes, ni kitu gani ambacho mmekiandaa na ligi itaanza lini ya Pesa hii awamu ya pili? Najua leo ni tarehe 17. Kwa hiyo ifikapo tarehe 19 najua ndio utakuwa mwisho wa timu zote ambazo zinatakiwa kusajili kwenye ligi yetu. Kwa hiyo najua ifikapo tarehe 20 au 21 ndio itakuwa. Yes, ni kwamba timu gani ambazo labda mnatarajia zitakuwa za shiriki ligi hiyo, ni pamoja na timu labda kutoka kwenye zoni gani ambazo? Timu hapa kuna timu kutoka zoni ya 6 kuanzia SU mpaka VC, na kuna timu zingine za zoni 14 zote, kuna zoni 14 kuna timu nyingi pamoja na Saint ipo, kuna Ashe kwa polisi na Ashe kwa Rabata pamoja na Ashe kwa polisi. Hizo ndio timu ambazo zinatarajiwa kucheza ligi. Yes, una kitu gani ambacho labda ungekiomba kwenye uongozi wa Pesa Cup, labda ungekiomba kiboreshe zaidi kwa kama kiongozi ambaye upo Afrika, labda ungekihitaji viongozi wa juu waweze kukifanyia kazi kwa ajili ya maboresho zaidi? Kwa kitu ambacho tunahitaji sasa hivi, naona vifaa vingi bado ni vidogo. Tunahitaji kuongeza vifaa mbalimbali kama nihitaji kupata nyavu zingine ili kuangalia jinsi gani ya kuleta kwanza mwingine, ili tunaanza viwili hapo naweza kupendeza, tupate kibao hicho hapa, tupate kingine, tupate mipira pamoja na flag corner, flag management, zote zinapatikana. Huyo ni kiongozi ambaye ni nambari 1 wa Pesa, lakini pia kwa kumalizia bwana, na wewe pia ni mmoja kati ya viongozi ambao wameisimamia zaidi Pesa kwa awamu ya kwanza, lakini pia kwa awamu ya pili upo kwenye maandalizi haya, na moja kwa moja tunashuhudia uongozi wako ukiwa kazini. Kwa majina unaitwa? Of course mimi naitwa Makiwa Rajioni, ndio jina langu. Nafahamika kwenye ligi ya Pesa Cup. Jumba mafansi wanafahamu ile jina. Yes, umehusika kivipi labda kwenye uongozi huu wa Pesa? Wewe unacheza kama nani kwenye uongozi? Sawa, mimi nafikiri kwenye Pesa Cup unacheza kama mtu wa nidhamu kwenye Pesa Cup. Kwa hiyo adhabu zote ambazo zinatokana na timu kama kosa kwa nini yote inanifuata mimi.
Yes, mnatoaje adhabu? Mna labda sheria zile ndogo ndogo ambazo zinaendesha ligi? Sheria zipo na hakuna ligi ambayo ikosi sheria. Sheria zipo na tunazifanyia kazi kama jinsi zilivyopangwa. Yes, una kitu gani ambacho labda ungetaka kumwambia labda kiongozi aweze kukiboresha kwa ajili ya kuona mnasimamia nafasi ambayo ni nzuri zaidi na yenye kuboreka? Kwa kiongozi wetu nafikiri ameshapambana sana na ameshafanya vikuu. Mimi nisingetaka kumwomba chochote, bali adumishe tu ulinzi, ndio tunaotaka, maana ulinzi ni mdogo sana. Unafikiri hizi mechi zetu za ndondo hizi waga zina changamoto kibao, kwa sababu ile nidhamu ya kumheshimu ni nani waga ni ndogo sana. Labda tunatumia tu akili zetu kwa kukontoa watu na mpaka kwa kumaliza ligi tunapambana sana kiakili. Yes, lakini mpaka hapo nina mengi, lakini muda tulionao ni mfinyo. J4G anasimama nyuma ya kamera, mimi ni Captain El Milagroso. Nilikuwa na viongozi wa Pesa Cup, lakini pia wao wanahitaji vifaa viongezwe kama walivyotaja, lakini pia ulinzi. Pesa unasikia boresha kwa ajili ya kuhakikisha vijana wananufaika, wanalitetea zaidi hili ambalo ni la kabumbu. Like, comment, share, subscribe Igweni Media kwa ajili ya kupata update zetu. Ciao. Igweni Media, burudani kwa wote.